Mpendwa mtazamaji, na kusalimu kwa jina la Yesu, na nikukaribishe pia kwa ajili ya kipindi hiki cha Saa ya Urejesho ambacho kimekuwa kinakujia kupitia channel hii. Kwa hivyo naomba mwambie hata mtu mwingine, rafiki yako, ndugu yako, popote pale ambapo yupo katika nchi hii na mahali popote pale na nitazama na yafungulie channel hii. Lakini pia wale ambao unafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na kukaribisha sana. Haleluya, haleluya. Na bila shaka kipindi hiki ambacho sasa nimekuwa na wafuatiliaji wengi mno, na siku ya leo tena na ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako, labda kwa wewe ambaye kwa mara ya kwanza, maana kila kukicha watazamaji wanaongezeka na wanaofuatilia kipindi hiki. Kwa wewe ambaye natazama kwa mara ya kwanza, nijitambulishe kwako. Jina langu naitwa Innocent Julius Tawiga ya Konongo. Ni mwalimu wa neno la Mungu na ni mwinjilisti kuhubiri injili sehemu mbalimbali. Haleluya. Lakini pia mimi ni mchungaji pia ambaye natokea katika mji wa Ifakara katika mkoa wa Morogoro. Kwa sasa nikukaribishe somo ambalo ninalo siku ya leo. Naendeleza tena sehemu ya pili ya mkakati wa shetani juu ya wana wa Mungu. Mkakati wa shetani juu ya wana wa Mungu. Haleluya. Naposema wana wa Mungu, maana yake ni wale wote ambao kimsingi ni wa uzao wa Adamu, ambao Mungu alikusudia mimi na wewe tuwe wafalme na watawala hapa duniani. Dunia aliyokusudia Mungu iwe ni dunia yenye furaha, amani, haki, utulivu, upendo wa ajabu. Lakini shetani akapindua, ikawa kinyume. Mpaka sasa ni mahali pa maombolezo. Sasa Yesu alikuja kurudisha kile kilichopotea, kwa maana ya ule ufalme uliopotea wa Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2. Haleluya. Sasa shetani ambaye sasa hata Yesu mwenyewe alisema ndio mkuu wa ulimwengu, kuanzia wakati ule alipomtoa Adamu kwenye nafasi yake kama mfalme na mtawala, shetani tayari akawa ndio mkuu wa ulimwengu, akawa ndio chinja. Wanadamu hawakuwa na mtetezi kabisa, mpaka Yesu alipokuja akamwaga damu yake pale msalabani, kanisa likazaliwa. Sasa tangu hapo shetani alikwisha kuweka mifumo. Alikuwa na kipindi cha zaidi ya miaka 4,000 cha kutenda kazi kwa uhuru, wakati wa Mungu akiwa kwenye mchakato sasa wa kumleta mwanae, kurudisha ile kusudi lake la awali aliyokusudia kwa Adamu na uzao wake. Sasa mojawapo ya ajenda tuliyoona kipindi kilichopita, mkakati namba 1 wa shetani ni kuteka moyo wa mwanadamu. Anaweza kukuachia ufanye mambo ya kimungu kabisa, lakini moyo wako uendelee kubaki upande wake, wala sio shida. Naweza kumheshimu Mungu kwa mdomo wako, lakini moyo wako uko mbali naye. Tuliona mambo mengi sana. Hebu naomba endelea kufuatilia kwenye mitandao. Mungu ni mwaminifu, atakwenda kusema na wewe. Haleluya, haleluya. Leo nakuja na sehemu ya pili. Mkakati wa pili wa shetani juu ya wana wa Mungu ni kutokujitambua au uchanga wa kiroho. Tasoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 8 na ule mstari wa 28. Kitabu cha Kutoka sura ya 8 na ule mstari wa 28. Kutoka sura ya 8 mstari wa 28. Biblia inasema hivi: Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Haya, niombeni. Umesikia? Tuliona jambo la kwanza kipindi kilichopita, Farao alipolegea kwenye pigo la 4,
la inzi waliojaa nchi nzima kila kona. Farao akamwita Musa akamwambia, naweza mkaenda kutoa dhabihu, lakini ndani ya nchi hii. Ilikuwa ni ajenda ya kwamba wafanya mambo ya kimungu kule kule Misri, eneo la utumwa. Musa akakataa, akasema lazima tuondoke. Hatuwezi kuwa wanafiki, tunafanya mambo ya kimungu kwa nje, lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu. Wakaondoka. Tunaona sasa katika pigo lingine hilo la inzi, Musa alipokataa ule ushawishi wa Farao, ile hila ya Farao, ile ajenda ya shetani, Musa akaishinda. Farao anayemwakilisha shetani, nimewahi kusema katika vipindi vilivyopita, shetani huwa akati tamaa kumfuatilia mtu, huwa hachoki wala hakwaziki. Ukimshinda asubuhi utakutana naye jioni kwa namna nyingine. Alipomshindwa Yesu pale jangwani, nyikani, Biblia inasema alimwacha Yesu kwa muda, wakutana naye mtaani. Tunaona nakuja na falsafa nyingine au ushawishi mwingine. Anasema, Musa, na waruhusu mkatoe hizo dhabihu zenu kama mlivyosema jangwani, lakini hamtaenda mbali sana. Anasema hamtaenda mbali sana. Sasa utasema, mchungaji, tafsiri yake ya kiroho ni nini? Maana yake ni hivi: okoka, lakini uendelee kubaki kwa mtoto mchanga kiroho. Hiyo ndio tafsiri ya kwanza kabisa ya kawaida, kwamba shetani anaweza kukuacha ukatoka kwenye eneo la utumwa kabisa. Pombe hunywi tena, uzinzi haufanyi tena, mambo yale ambao watu walikuwa wanajua na afanya haufanyi tena. Lakini cha ajabu, shetani ana ajenda na kuja na mkakati wa pili: uendelee kubaki kuwa mtoto mchanga kiimani, uwe mtoto mchanga kiroho, usikue, usijitambue. Haleluya, haleluya. Kwa naposema mtoto mchanga, hebu ngoja tuangalie mfano wa kitabu cha Galatia. Galatia sura ya 4 na ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Wa Galatia sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Lakini nasema ya kuwa mlisi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yuko chini ya mawakili na watunzaji hadi wakati uliokwisha kuamuliwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, aliyemtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe sio mtumwa tena, bali umwana, na kama umwana, basi umlisi kwa Mungu. Haleluya. Haya ni maneno ya ajabu sana, yanayotuonyesha nia ya Mungu anapomwokoa mtu. Sasa kuna hatua kama 3 hivi ambazo kila mtu lazima azipitie katika imani. Hatua ya kwanza ni hatua ya mtoto mchanga kiroho. Biblia imesema, lakini nasema mtumwa, anasema mwana anapokuwa ni mtoto anafananishwa na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Kwa hii ni lugha Paulo anawaambia kanisa la Wagalatia. Kwa hatua ya kwanza ni hatua ya utoto uchanga kiroho. Hii ni hatua ambayo mtoto mchanga, hebu ngani nitazame vizuri sana. Mtoto mchanga, inawezekana hapo nitazame na mtoto mchanga hapo nyumbani.
Mtoto mchanga, pamoja na kwamba hapo nyumbani ndio nyumbani kwao na yeye ndio mlisi, lakini anaweza kaja mtu kutoka nje akamchukua, akambembeleza, akampeleka katika nyumba nyingine. Pamoja hajijui, hajitambui. Lakini mtoto huyo mchanga yuko chini ya uangalizi, anaweza kujisaidia. Usipokuwa mbali, anaweza kashangaa akachukua uchafu ule akaweka mdomoni. Ni mtoto mchanga, hajitambui. Anaweza kashika hata moto, hajitambui, hajui hata vitu vya hatari. Anaweza ukashangaa akashika hata kisa kaweka mdomoni. Ni mtoto mchanga. Haleluya. Lakini mtoto mchanga huyo huyo tunaona sifa nyingine. Maandiko yanasema anafananishwa na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Wewe unapokuwa na mtoto mdogo hapo nyumbani, unamtuma pamoja na msichana wako wa kazi kwenda dukani. Katika hao wawili, mlisi ni yule mtoto wako. Lakini kwa kuwa ni mtoto, huwezi kumpatia noti ya shilingi 10,000 kwenda dukani. Utampatia msichana wa kazi ambaye ni mtumwa. Kwa nini usimpatie mtoto ambaye ni mlisi? Kwa sababu bado ni mtoto. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna watu ambao unaweza ukawa umeokoka, ni Mkristo, uko kanisani, lakini bado uko kwenye hatua hii. Na hata pia unaweza ukawa umefika unaitwa mtumishi wa Mungu, lakini bado ni mtoto mchanga. Tutaona huko mbele. Mtu anaweza kawa na miaka mingi kanisani, anaweza kawa ni mtumishi, ni mchungaji, ni askofu, ni nani, lakini bado ni mchanga, ni mtoto mchanga. Haleluya, haleluya. Hatupimi kwa miaka, kwa kuwepo kwako kanisani. Unapimwa kwa matunda, kuzaa matunda. Unapimwa kwa kufanania tabia za ufalme, tabia za kiungu. Haleluya. Sasa nikupe mfano. Katika nchi za kifalme, mfalme huwa hapigiwi kura. Mfalme yeye, ufalme wake ni wa ulisishana. Mfano katika nchi ya Uingereza, ambao bado inafuata taratibu za serikali za kifalme, mfalme wa sasa wa Uingereza anaitwa Mfalme Charles. Lakini ana mtoto ambaye anaitwa William, ni prince. Kwa wafalme wa dunia, ulisi wa mtoto wa mfalme huwa ni ufalme. Kwa hiyo yule mfalme anapokufa, mtoto anakalia kiti cha kifalme. Lakini anapokuwa mfalme hajafa, yule mtoto anakuwa ni mfalme anayesubiri kutawazwa. Kwa hiyo anakuwa kabisa na haki zote za kifalme. Kwa hiyo nchi ina haki ya kumlinda, kumpatia haki zote. Anapokwenda anaweza kumwakilisha baba yake kama mfalme kabisa, akapokelewa na rais wa nchi. Kwa nini? Ni mfalme, ila bado hajatawazwa. Haleluya, haleluya. Sasa huyo Mungu wetu naye anaitwa mfalme wa mbinguni. Sasa ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10, maandiko yanasema hivi: Mungu alimtuma mwanae Yesu miongoni mwa wale wafalme watatu, ule utatu mtakatifu, aje kwa niaba ya kufa, kwa niaba ya mtoto wake aliyempenda upeo, uzao wa Adamu. Maandiko nasema huyu Yesu alimnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, akawafanya kuwa ufalme na makuhani ili waweze kutawala juu ya nchi. Ufunuo sura ya 5 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 10 na kuendelea. Kwa hiyo Yesu alichokifanya, alikuja kurudisha uzao wa Adamu katika nafasi yake ya kuwa wafalme na watawala kwa niaba ya Mungu hapa duniani. Dunia ni koloni la Mungu. Kwa sababu gani? Desturi ya tabia za serikali za kifalme ni kupanua eneo lao la utawala.
Kwa hiyo na huyu Mungu wetu alipenda kupanua eneo lake la utawala, ndiye akaweka dunia kama eneo lake la utawala. Sasa kwa kuwa yeye hasi, akaona tengeneze eneo la kumlisisha mtoto wake, inaitwa dunia. Kwa dunia ni koloni la Mungu kama eneo la utawala aliloliweka mahususi kwa ajili ya watoto wake kama wafalme na watawala kwa niaba ya baba yao. Haleluya, haleluya. Hapa duniani. Hiyo ndio kanuni ya serikali za kifalme. Kwa sisi tuliokombolewa kwa damu ya Yesu, mimi na wewe kama umekombolewa kweli, umeokoka, unampenda Yesu, na wewe unayetamani sasa kupitia mahubiri haya uweze leo uwe mwanachama wa ufalme wa Mungu, damu ya Yesu kusafisha ikukomboe, na wewe tayari unakuwa ni mfalme, ni mtawala hapa duniani. Shetani hawezi kukunyanyasa tena, hawezi kukufanya wewe kama sehemu ya kuingia na kutoka. Hapana, utasimama na mamlaka ya kifalme hapa duniani, ukijua wewe ni balozi wa ufalme wa Mungu, unamwakilisha Mungu. Haleluya. Sasa maana yake sisi ni wana. Hatua ya pili kutoka kuwa mtoto mchanga ni hatua ya kuwa mwana. Mwana ni yule ambaye sasa amejua haki zake, amejitambua yeye ni nani, amejua nafasi yake. Haleluya, haleluya. Huyo ni mwana. Lakini hatua tatu huwa ni mtu mzima kiroho. Mtu mzima kiroho. Sasa sikiliza sasa. Kama yule mtoto wa mfalme wa Uingereza leo anayeitwa William, asipojua nafasi yake, akaanza kwenda mtaani, akaanza kujichanganya na wale vijana na wakaa kwenye vijiwe, maana yake ni kwamba anakuwa tayari amekabidhi ile nafasi yake kwa shetani. Amekuwa pamoja na kwamba ni bwana wa yote, lakini amekuwa ni mtoto kwa sababu hajui yeye kama ni ufalme wa nchi. Ndio kilichotokea kwa Rehoboamu mtoto wa Sulemani. Haleluya, haleluya. Kwa maana yake na kanisa, moja wapo ya kitu kinachotesa kanisa la sasa ni uchanga wa kiroho, ni kuto kujitambua sisi ni akina nani ndani ya Kristo. Lazima tujue kazi, gharama aliyolipa Yesu pale msalabani, tulinganishe na wokovu tulio nao. Je, vinafanana? Hali ya kiroho ulio nayo vinafanana kweli na gharama aliyolipa Yesu msalabani? Paka Yesu anatamani kikombe kimwepuke. Yesu akapigwa, akadharauliwa, mateso yale, ukilinganisha na hali yako ya kiroho. Je, Yesu anaweza kajivunia asijute kukuokoa? Haleluya, haleluya. Uchanga wa kiroho. Kwa hiyo usipojitambua kwamba wewe ni nani, unafananishwa na mtumwa ingawa ni bwana wa yote. Sasa tabia za mtoto mchanga. Hebu tuangalie tabia za mtoto mchanga kabisa. Pale ule mstari wa 3 anasema tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Kwa tabia mojawapo ya mtoto mchanga ni kutumikishwa na tabia za kwanza za ulimwengu. Au Biblia, wakati mwingine kuna tafsiri za Biblia, sisi walimu huwa tunasoma tafsiri tofauti tofauti. Ukienda Biblia kitafsiri ya Kiyunani, panaposema tulikuwa tukienda kufuata kawaida za kwanza za dunia, pale imetafsiri nasema kawaida za kwanza za ulimwengu. Haleluya. Kwa sababu kuna tofauti ya dunia na ulimwengu. Dunia ni sayari. Unaposema dunia unamaanisha ni ile uumbaji wa zile siku 5. Zile Mungu akatengeneza miundombinu zile siku 5 na siku ya 6 akamuumba mwanadamu. Maana yake unaposoma zile siku 5 za uumbaji wa miundombinu pale ya viumbe, halafu ndipo akamuumba mtu, unamaanisha ndio inaitwa dunia. Sasa kwa kingine unatumia neno earth.
Kwa hiyo kuna tofauti ya neno earth na world. Haleluya. Tunaposema ulimwengu, tunamaanisha aina ya mfumo unaotawala hapa duniani. Aina. Tunaposema ulimwengu unamaanisha mfumo unaotawala. Haleluya. Kunaposema dunia unamaanisha sayari, unamaanisha yani ni ule uumbaji, ule ujumla wa ule uumbaji wa zile siku 5 za Mungu, na siku ya 6 kama mwanadamu akakamilisha kwa mtawala sasa. Hiyo tunasema ni dunia. Ndio maana kitabu cha Mwanzo kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari wa 1, nchi na vyote vijazavyo duniani. Haleluya, haleluya. Sasa ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2, Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya ulimwengu huu, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa anasema tugeuzwe, tusifuate kwa namna ya ulimwengu huu. Ulimwengu una namna yake. Haleluya. Sasa kuna aina 5 za ulimwengu. Biblia imeainisha aina 5 za ulimwengu. Haleluya. Aina ya kwanza ya ulimwengu ni ulimwengu wa watu. Ile Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Biblia imesema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Ni ulimwengu wa watu. Yesu hakufa kwa ajili ya simba wala wanyama, hakufa kwa ajili ya miti, alikufa kwa ajili ya watu. Ulimwengu wa watu. Haleluya, haleluya. Huo ndio Yesu aliupenda akaufia. Ulimwengu wa pili ni ulimwengu wa viumbe. Maana yake vile alivyoviumba ndani ya zile siku 5 zile, ulimwengu wa viumbe. Nao una mfumo wake. Ukija kwa wanyama, wana aina fulani ya mfumo nao unavyoishi hapa duniani. Miti na mfumo wake. Nimekwambia ulimwengu ni aina ya mfumo unaotawala. Haleluya. Ulimwengu wa viumbe. Lakini kuna ulimwengu wa dhambi au ulimwengu wa uovu. Huo ndio ulimwengu ambao Yesu alisema, jipeni moyo, mimi nimekwisha kushinda ulimwengu. Huu ulimwengu wa uovu au ulimwengu wa dhambi, Yesu aliushinda wakati gani? Aliushinda pale nyikani, alipokwenda kujaribiwa na Ibilisi zile siku 40. Ulimwengu, haleluya, haleluya, ulimwengu wa dhambi, ambao huu ulimwengu wa dhambi ulianza siku ile Hawa alipokula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ule ujuzi wa mema na mabaya Hawa akautafsiri katika engo 3. Kwanza akasema ni mti ambao ulikuwa tamanika kwa chakula. Ni mti uliokuwa unapendeza kwa macho kwa kutazama. Ni mti uliokuwa ambao ulikuwa tamanika kwa maarifa na ujuzi. Mambo 3. Haleluya, haleluya. Sasa unaposema Yesu aliushinda, sikiliza, Adamu na mke wake walijaribiwa katika mambo 3, wakashindwa: tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Yesu kama Adamu wa pili ilibidi aje ili aweze kuwa na sifa ya kuwakomboa hawa watoto wa Adamu, mimi na wewe. Ilibidi ajaribiwe na shetani katika hayo mambo 3 nyikani. Ndio maana nakumbuka shetani akamtokea akamwambia, kama mwana wa Mungu geuza mawe ya mkate. Maana yake tamaa ya chakula, tamaa ya mwili. Lakini pia Yesu akampeleka juu ya mlima Yerusalemu. Pale juu ya mlima akamuonyesha miliki zote, akamwambia ukinisujudia nitakupa yote yako katika uwezo wangu. Tamaa ya macho. Lakini akampeleka juu ya mnara wa hekalu. Nakumbuka wakati anampeleka Yesu anakwenda juu ya mnara pale kumjaribu kwa habari ya kwenda kwenye mnara, kulikuwa na watu, maelfu ya watu pale wamekuja sehemu mbalimbali kuja kuabudu. Maana yake ilikuwa ni kiburi. Anamwambia ukijirusha hapa, kwa kumeandikwa wale hutaanguka, hutavunjika. Tena kakopi na maandiko ile Zaburi 82 kwamba malaika watakushika, utajikwaa katika mguu wako katika jiwe. Maana yake ilikuwa ni kiburi cha uzima, ili aonekane ni maarufu, watu wamsifie, wamshangilie. Huo ndio ulimwengu unaundwa na vitu 3. Ulimwengu wa dhambi na uovu,
ambao uko chini ya udhibiti wa shetani, ambao unazaa ulimwengu mwingine unaitwa ulimwengu wa giza. Kwa hiyo ulimwengu wa dhambi na uovu uko supported na ulimwengu wa giza wa shetani. Haleluya, haleluya. Halafu aina tano ya ulimwengu ni ulimwengu wa roho, ambao sasa Mungu anautumia kufanya kazi yake hapa duniani. Haleluya. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, ndio maana unanisikiliza, unanitazama, utachukua uamuzi wa kuokoka. Maana yake kinachotumika hapa ni ulimwengu wa roho. Mimi na wewe tunawasiliana katika roho. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo tunachojifunza hapo sasa, ulimwengu ambao Yesu alisema tusiufuatishe ni ulimwengu wa dhambi na uovu, unaoongozwa, unaoendeshwa na mambo makubwa matatu. Ndio maana ukisoma Yohana wa kwanza sura ile ya 2 mstari ule wa 15 mpaka 17, Biblia imesema msipende dunia na mambo yaliyomo, maana kila kilichopo duniani, yani tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na ulimwengu, na ulimwengu unapita na mambo yake yote. Kwa hiyo pale kwenye tafsiri ya Kiingereza haiseme msiipende dunia. Dunia kama dunia, ndugu zangu, haina shida. Dunia kama dunia haina shida, ni ile Mungu alivyoumba ndani ya zile siku 6. Haina shida kabisa. Mungu alikusudia tule mema ya nchi, tufurahie, tuishi maisha ya ushindi hapa duniani. Shida ni ulimwengu, mfumo unaotenda kazi ndani ya ulimwengu, ndani ya dunia hiyo, ambao tumeona ulimwengu wa dhambi na uovu, ulimwengu wa giza. Ndio Yesu anasema tusifuatishe. Maana yake nini? Usifuate tamaa ya mwili. Kwa hata sisi tunajaribiwa katika mambo makubwa matatu: tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Na hapo sema tamaa ya mwili, maana kuna maanisha zina pamoja na chakula. Tamaa ya macho maana yake vinavyoonekana, fedha, majumba, magari. Tamaa ya macho, wewe mwenyewe ni mhanga, ni mwathirika, unakwenda kanisani lakini hayo ndio unayawaza na kimbilia. Watu hata kwenye nyumba ya Mungu makanisani hampatikani, kwa sababu maana yake unafuatisha mambo yanayopita. Unatafuta uwe na majumba, unatafuta umiliki na uwe na magari, ujifananishe na watu wengine wa dunia, wa ulimwengu huu, ambao wako tayari kutoa kafara hata mama zao waonekane wanatembea magari ya kifahari. Unaona? Lakini kuna kiburi cha uzima, maana yake hali ya kujiona unajitosheleza. Hauko tayari kujifunza kwa wengine, hauko tayari kukosolewa, hauko tayari kuonywa na kadhalika. Yanaona yale mema ulio nayo yanatokana na jitihada zako. Hicho ni kiburi cha uzima. Yesu alishinda ili aweze kuwasaidia wale watakaomwamini waweze kuyashinda hayo, kwa sababu na sisi tunajaribiwa katika hayo. Haleluya, haleluya. Najifunza ajenda ya shetani au mkakati wa kuwafanya watu wabaki kwa watoto wachanga kiroho, wabaki wasijitambue. Anasema nendeni, lakini hamtaenda mbali sana. Kwa nini alikuwa anatumia hiyo ajenda? Ili iwe rahisi kukurudisha kule, akutazamishe kule, maana vinaonekana vinapendeza sana, vinaonekana vinavutia, ili iwe rahisi kukurudisha kule ulikotoka kwa kutazama kwa macho. Haleluya, haleluya. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Wewe mwenyewe ni shahidi, tamaa ya mwili inavyokutesa. Usipofanya zinaa unahisi kama unaumwa. Huwezi kumaliza mwezi bila kufanya zinaa. Tamaa ya mwili inawaka muda wote. Hata unapoona mwanamke anapita amevaa uchi, unageuka, macho yako yamejaa zinaa, unatazama amejaa uzinzi tu. Kila mwanamume anayepita unatamani awe kwako. Roho ya zinaa inakutesa, mwili unawaka muda wote. Tamaa ya macho inakutesa, umekuwa na jeuri na kiburi. Uko kanisani, umefika mahali ambapo hata watu wanakuogopa kukusaidia. Kwa nini? Vitu vitatu. Huo ndio ulimwengu ambao Biblia imesema tusiufuatishe. Haleluya, haleluya. Sasa
Kisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 19 mpaka 21. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka 21. Pale Paulo anaainisha tabia za mwilini. Tabia za mwilini. Yaani maana yake anaainisha vitu vinavyoweza kumuonyesha mtu ambaye anasema nampenda Mungu kwa mdomo, lakini kwa kweli bado ni mtu ambaye ni wa mwilini bado kabisa. Sasa nasema tabia za mwilini ni hizi. Amesema pale, amezitaja tena. Paulo akasema hivi, watu watendayo mambo ya namna hiyo na waambia mapema hawataurithi ufalme wa Mungu. Pale amezitaja, amesema uasherati, amesema uchafu, amesema ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mafarakano, husuda, ulevi, uzushi, ulafi. Paulo anasema na mambo yote yafananao na hayo. Mtu atendao mambo ya jinsi hiyo, Paulo amesema kamwe hata urithi ufalme wa Mungu. Sasa hapa Paulo anawaandikia Wagalatia. Hawa walikuwa ni walokole, walikuwa wameokoka, na wanasema Bwana Yesu asifiwe, kama mimi na wewe, wako kanisani. Anataja na ainisha tabia za mwilini. Haleluya, haleluya. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, Biblia imesema hivi, aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali anajilinda, wala yule mwovu hawezi kumgusa. Aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye anajilinda, wala yule mwovu hawezi kumgusa. Sikiliza, haya mambo yanayotajwa kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 ni uchafu ambao shetani ameushika mkononi, ambaye inawezekana ulipookoka ulioshwa kwa damu ya Yesu, ulitakaswa, ulisafishwa, ulianza vizuri sana kabisa mwanzo wa imani yako. Haukuwa kama ulivyo sasa, lakini inawezekana shetani amekugusa. Anasema aliyezaliwa na Mungu hatendi, bali anajilinda, mwovu hamgusi. Shetani anakuwinda, anatuwinda kila wakati, ameshika uchafu, na uchafu aliyoushika anaotamani akuguse, akutie doa. Kumbuka tumevaa, unapookoka unavaa vazi jeupe lisilo na doa, inaitwa utakatifu. Sasa naweza kuwa umevaa vazi jeupe, lakini shetani akikugusa unaanza kushangaa. Ukipita mahali ambapo pengine unaenda kwenye sherehe, kwenye harusi, umevaa nguo uliyopenda, suti, wewe mama. Ndio maana hata kama umevaa suti vipi, vaa nguo nzuri, umeshatoka. Hata kija mtoto wako alikuwa anacheza marede, amejichafua, hata kama unampenda, kwa kumevaa nguo nzuri uliyoshona kwa ajili ya sherehe, huwezi ukamkumbatia. Kwa nini? Amechafuka. Haleluya. Huwezi kumkumbatia. Sasa unaweza kumkumbatia, kumbe yule mtoto amejisaidia. Kukiwepo hata kitone kidogo tu la kinyesi, utashangaa inzi wanaanza kufuata. Utaenda nao mpaka kwenye ukumbi wa sherehe. Sasa watu watakuwa wanajiuliza, hawa inzi wanafuata nini? Mbona wote tumevaa vizuri, tumeshona suti vizuri, tumevaa sare? Wana kitu chao, wamekwisha kukugusa, wana uchafu wao. Haleluya, haleluya. Kwa inji tunaweza kuona ni mtu wa maana sana, kwa kweli unategemewa, lakini inawezekana una uchafu. Shetani amekugusa, amekugusa. Inzi wanakufuata, roho chafu zinakufuata. Ndio maana mwanzoni ulianza vizuri sana kiimani, ulienda vizuri mno, lakini kadri ambavyo nakwenda umerudi kwa mtoto mchanga kiroho. Haleluya, haleluya. Sasa mmoja wapo anasema uasherati. Hii maana yake ni zinaa kwa waliooa. Wanazini na watoto wadogo, wanazini na vijana,
vijana uasherati. Huo ni uchafu. Biblia imesema epuka. Haleluya, haleluya. Wewe kijana, epuka kabisa roho ya uasherati. Uasherati ni uchafu. Shetani anatafuta kuguse. Anasema uchafu, maana kuna tabia zile ambazo sasa utamaniki kwenye jamii. Uchafu. Anasema ufisadi. Haya mambo yako makanisani leo. Ufisadi. Kuna mafisadi leo. Wapo watumishi wa Mungu wanakula hela za michango ya kanisa. Watu wanajenga wanunue vyombo, nakuta mchungaji anakula. Ni ufisadi huo. Uko makanisani leo mpaka leo. Huo watu ni tabia za mtoto mchanga kiroho, ambao Paulo anasema mtatenda mambo ya jinsi hiyo hata ulisi ufalme wa Mungu. Lakini anasema ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu maana yake ni kitu ambacho unakitazama, kiko kwenye moyo wako, ambacho kwa kweli kinachukua nafasi ya Mungu. Ibada ya sanamu. Wewe nikupe mfano mmoja wapo ya ibada ya sanamu ambayo imemeza leo. Moja wapo ibada ya sanamu ni upenzi wa mpira uliopitiliza mpaka kwa watumishi wa Mungu. Unakuta mtu yuko tayari asiende kwenye ibada, aende kwenye kutazama mpira. Aende kutazama mpira. Mchungaji mmoja mahali fulani, inawezekana ni wewe. Yule mchungaji alikuwa na ratiba ibada ya jioni. Sasa ile siku yenyewe ya ibada ya jioni alikuwa na ratiba Jumapili hiyo kulikuwa na mpira. Vilabu hapa Tanzania ambavyo ni maarufu, Simba na Yanga, kama ambavyo imekuwa mshabiki kindaki, lakini unaitwa mtumishi wa Mungu, mpaka ukiwepo unapobishana unakuwa kama mpagani. Ibada ya sanamu imechukua nafasi kwenye moyo wako kuliko Mungu. Yule mchungaji akamwambia mzee wa kanisa, naomba leo simamia ibada, na dharura, sitakuwepo ibada jioni. Hakujua kumbe mzee wa kanisa naye hiyo roho iko ndani yake, na yeye anawaza, hawazi ibada tena, anawaza mpira wa Simba na Yanga. Mzee wa kanisa naye akamwangalia mnyonge wake, akamkuta yuko shemasi. Akamwambia shemasi, naomba simamia ibada, nimepata dharura ya ghafla. Shemasi akasema sawa mzee wa kanisa. Yule mchungaji akaenda kwa vibanda umiza, amekaa kule mbele, anashangilia. Anageuka nyuma, anamkuta na mzee wake wa kanisa kwenye kibanda kile kile. Ibada imetelekezwa. Hapa hakuna madhabahu tena. Madhabahu imetekwa, imekauka, moto umezimika. Ibada ya sanamu hii, roho inawatesa paka na watumishi wa Mungu. Yaani unapokuna bishana kwa habari ya mpira, paka utamtafuta hata mshirika, unabishana paka na washirika wako. Hivi ni vitu vinavyofyonza nguvu ya kanisa leo. Utoto uchanga vinatesa leo. Haleluya, haleluya. Ibada, kile kinachochukua nafasi kwenye moyo wako kinyume na Mungu, kinachukua nafasi ya kwanza, ni ibada ya sanaa. Yaani chochote unachokijua wewe unakiwazia zaidi kuliko Mungu. Lakini anasema uchawi leo uko makanisani. Niende kuhubiri katika mkoa mmoja hapa Tanzania, nikakuta mambo ya ajabu kwenye kanisa moja ule kwa wenyeji wangu. Nikakuta mzee wa kanisa na mwenyekiti wa ujenzi wamekamatwa uchawi. Head kabisa. Uchawi kabisa wako makanisani. Maana yake ni nini? Maana yake hayo ndio mambo yanayonajisi kanisa leo. Haleluya, haleluya. Na nashukuru Mungu kwa neema ya Mungu, amenisaidia. Watu wamekuwa natoka sehemu mbalimbali katika mikoa kuja kufanya maombezi, hata kwenye huduma mahali nilipo wanasafiri kutoka sehemu mbalimbali. Sasa nikawa nimepata familia moja. Nataka nikuonyeshe kwamba leo tunashuhudia mpaka na mambo ya uchawi leo kwenye nyumba ya Mungu, makanisani, mpaka na kwa watumishi wa Mungu. Nasema vitu ambavyo ninakutana navyo siku zote kwenye huduma hii. Haleluya, haleluya.
Sasa wale familia wamemleta mama mmoja. Yule mama anaumwa hoi, hali yake ni mbaya. Lakini cha ajabu sana kilichotokea, nikawauliza, yule mama alikuwa amefiwa na mume wake miezi 2 mbele imepita. Ameshafiwa na mume wake. Najua kilichotokea, lakini wanasema yule baba, wale watoto nasema wanamuona usiku watu nyumbani kwa mchungaji usiku chini ya mwembe. Wanamuona. Sasa wanajiuliza ni kitu gani? Sikiliza nikwambie. Nilipoanza kuomba, yale majini yakasema, mchungaji sisi tumetuma na mchungaji wake kuja kumchukua, aende akalime na mume wake mashamba ya mchungaji. Halafu hapa mtoto wake alikuwa, kuna mshirika alikuwa amefiwa na mtoto mchanga mdogo. Yale majini anasema tumetuma na mchungaji ili akamee mtoto kule. Kuna mtoto anayetaka kule kulelewa. Mambo ya ajabu sana. Nikaomba, yale majini akamwachia, mpaka sasa ni mzima. Ikabidi nipige simu nikatafuta mtu kule, ulizia aniambia habari yule mchungaji. Cha kwanza kabla sijamuuliza kwa nini namtaka kumuuliza habari yule mchungaji, akamwambia lakini mchungaji ana kashfa za uchawi. Nikajua kumbe ni yenyewe. Mambo ya ajabu sana. Anasema uchawi, halafu anasema uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mafarakano. Tunaona leo vurugu hata kwa nyumba za ibada, husuda, ulevi, uzushi na ulafi. Haya yote haya maana yake ni nini? Tabia zote na nyinginezo. Kama wewe unaguswa na lolote katika haya aliyosema Paulo, uwe ni mchungaji, uwe ni mhubiri gani, uwe nani, wewe ni mtoto mchanga kiroho. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapojifunza mkakati wa shetani ni ili kunajisi kanisa litoke kwenye sura yake. Ndio maana sasa tabia ya pili ya mtoto mchanga, Waefeso sura ya 4 mstari 13 mpaka 14. Hata na sisi sote tutakapofikia mmoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mtakatifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na upepo wa mafundisho kwa hila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Tabia ya utoto uchanga wengine kinachotesa kanisa la sasa. Anasema tunachukuliwa na upepo wa kila namna, tunatupwa huko na huko na mafundisho kwa hila ya watu. Sikiliza wa Tanzania na watu wengine kwa tunaotazama. Tabia ya utoto uchanga nimefikisha kanisa la sasa. Hata hizi imani potofu, watu wengi wakusanya watu ambao walikuwa ni Wapentekoste, nao wanaenda kwa ajili ya vitu vya ajabu ajabu, wanaenda kwenye imani za ajabu. Haleluya. Wanasema watu, mtoto mchanga anatupwa huko na huko na mafundisho kwa hila ya watu, wanatupwa huko na huko. Leo tumekuwa na wakisa wazururaji ambao badala ya kuitafuta kweli wanatafuta ishara, wanajikuta wanaishia mikononi mwa wanyang'anyi kwenye imani potofu. Haleluya, haleluya. Sikiliza, hili ni janga. Nini? Ni kwa sababu ya utoto uchanga. Sasa sababu za watu kuendelea kuwa watoto wachanga, jambo la kwanza ni uhaba wa watumishi sahihi walioitwa. Leo tunachanga watumishi sahihi walioitwa. Unakuta mtumishi amemaliza na miaka miwili ameokoka, anawekwa mikono kwa mchungaji, anakabidhiwa kanisa. Amekuwa mwana lini? Amekuwa mtu mzima kiroho wakati gani? Amepimwa wakati gani? Kwa unakuta mchungaji ni mtoto mchanga, anapokea washirika watoto wote wanakuwa wachanga. Kwa hiyo mchungaji mchanga na watoto wa kiroho wanaokuja ni wachanga. Mchanga jumlisha mchanga na kuwa changarau.
Mambo ya ajabu sana. Tunakuta baada ya kusikia shuhuda za ushindi, tunaona ni vituko makanisani leo. Kwani ni tatizo lake ni uchanga. Tuna watumishi walio wengi wameingia shambani, hawajaandaliwa, hawajatulia chini wakalelewa kwa muda wa kutosha. Haleluya. Bado ni watoto wachanga. Lakini pia kuendelea kuhubiriwa badala ya kufundishwa. Tumekuwa na Wakristo wa misisimko. Sema tupone. Mafundisho, mahubiri yale. Ukishaokoka huhitaji kuendelea kuhubiriwa. Unahitaji upewe maarifa, ufundishwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo leo tunaona ni tatizo. Watu wanaendelea kuhubiriwa makanisani. Ndio maana imekuwa rahisi sana kuzolewa na imani potofu, kwa sababu tumekuwa na Wakristo ambao hawana mizizi katika neno, hawana ishi maisha ushindi, ni wadhaifu, mejaa misisimko. Leo tunaona makanisa yanaanzishwa mengine ya ajabu. Watu wanatoka majumbani wanajiandaa kwenda kucheka kwenye comedy. Neno la Mungu linatokaje linapohubiriwa katika njia ya kweli? Watu huwezi kuona watu wanacheka ovyo. Neno la Mungu li hai, lina nguvu, li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Unawezaje ukacheka? Nyaka tunaokoka sisi kwa uwezi kuona watu, nakuta watu na cheka ovyo makanisani. Leo hii watu wanakwenda kwenye comedy. Makanisa yamejaa, yamekuwa kama sehemu za starehe. Haleluya. Hii ni utoto uchanga. Watu mmekuwa na masikio utafiti, ujanja wa mawakala wa shetani. Lakini kizazi hiki ni kizazi ambacho kinataka kuambiwa maneno laini. Isaya sura ya 30 mstari wa 9 na wa 10. Watu hamtaki kuonywa. Ukionywa, ukikosolewa, unasema mimi naacha na kanisa, umeacha na huduma kwa sababu mmesusia kisumeonywa. Maana yake ni utoto uchanga huo. Haleluya, haleluya. Hiyo zote ni tabia za utoto uchanga. Nakuta ni mtu wa kususa. Tumekuwa na Wakristo tunaitaka majongo. Wanaitwa usiniguse. Ukimwonya kidogo anajikunja, kimsema kidogo anajikunja. Makristo tunaitwa majongo wa kiroho. Yanafika mahali mpaka na mchungaji ili akusaidia kuonye, anaitisha kikao cha wazee wa kanisa wampe mawazo kumshauri. Anzeje, umeshaharibika. Hata kama kwa kanisa. Yaani unaona watu, unaona sifu, unajidai, unasema mimi wananiogopa. Watu hawataki kukuogopa, wanatakiwa wakuheshimu ili warahisi kukusaidia, kwa sababu hakuna anayejua kila kitu. Haleluya. Unahitaji mtu mwingine. Kwa hiyo tabia za utoto uchanga, unakuta ni mtu akukwazika ovyo. Ni mtu ambaye hayuko tayari kukosolewa. Ni mtu ambaye unaona unajua kila kitu. Lazima ukue, haleluya, uwe mtu mzima. Kwa hiyo mojawapo ya kinachotesa kanisa la sasa ni utoto uchanga. Kanisa limeangukia kwenye janga la uchanga. Ndio maana tunasikia vituko zaidi kuliko kusikia ushuhuda. Kote ni vurugu. Haleluya, haleluya. Ni vurugu. Tunaona mafarakano katika nyumba za Mungu. Uadui, vita, usuda, fitina, hasira zimejaa ndani ya moyo wako. Biblia inasema hasira inakaa katika kifua cha mpumbavu. Kwa hiyo sasa, mtu mzima kiroho ni yule mtu ambaye sasa amekomaa, anajua ana wajibu wa kuacha ulisi katika kizazi chake. Mtu mzima ni mtu ambaye siku zote hawezi kuona na tupa huko na mafundisho manyonge. Yaani wewe bado umekaa kanisani, bado unazolewa, unaenda kwenye imani za ajabu. Soma Biblia. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu linajitosheleza. Halihitaji kusaidiwa na kitu chochote. Bado hujaelewa tu. Huyo ni tabia za utoto uchanga kiimani. Biblia imesema tusitupe huko na huko. Tulia mikononi mwa Bwana Yesu. Soma Biblia. Soma maandiko kama wale watu wa Beroya waliokuwa natafuta kujua haya yanayofanyika ndivyo alivyoandikwa kwenye Biblia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunachojifunza, ajenda ya shetani ili aweze kutamba anavyotaka ni kusababisha watu waokoke, watu wawepo nyumbani mwa Mungu, lakini waendelee kubaki kuwa wachanga kiimani.
Je, wewe sasa umefika umeshakuwa mwana au bado ni mtoto mchanga? Shetani hajakugusa? Hujachafuka kwa chochote kile? Kwa mawazo ulionayo, kwa maneno kutumejaa maneno ya mizaha. Unataniana mpaka na waume za watu na wake za watu. Maana yake ni utoto uchanga. Hata unapokaa mahali popote, utamtafuta hata mtu aliyeokoka huwezi kumuona, kwa sababu tabia zako za kipagani. Leo natamani sasa uhame, utoke kwa mchanga uwe mwana, ujue haki zako, utambue nafasi yako. Lakini natamani pia uhame sasa kuwa mwana, uwe mtu mzima kiroho. Paulo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, niliwaza kama mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima nikabatilisha mambo ya kitoto. Leo batilisha mambo ya kitoto. Kanisa tufunguke, tukatae kuwa watoto wachanga. Kuna watu walio nje wanatutegemea, waje kwa Yesu. Usiwe kikwazo cha wengi wanaotamani kuja kwa Yesu, unawazuia mlangoni. Leo natamani sana uhame sasa, uende kiwango kingine. Nimesema swala utoto uchanga, hili halihusiki tuna waumini, paka na watu viongozi. Unaweza ukawa ni askofu, lakini bado ni mtoto mchanga tu. Bado ni mtoto mchanga. Unaweza ukawa ni mchungaji kama mimi, mhubiri, bado ni mtoto mchanga. Kwa lazima tujue mkakati wa shetani na ajenda ya shetani alionayo kwa kanisa la sasa. Nimesema moja kitu kinachotesa kanisa la sasa ni watu wengi tunaweza kuona wamejama kanisani, lakini walio wengi ni watoto wachanga. Wengi bado ni watoto wachanga. Ndio maana tunaona watu wanatupa huko na huku na mafundisho ya mawakala wa shetani, mafundisho manyonge, mpaka kizazi kimenajisika, kanisa limechafuka. Leo Mungu ameleta ujumbe kwa ajili yako. Sasa wanasema, mchungaji, kuna kitu ambacho shetani amenigusa. Kuna uchafu fulani nao kabisa katika tabia zile za Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 na kuendelea. Nawezekana kabisa umechafuka. Nawezekana ukijipima bado mtoto mchanga kiroho, unarudia vitu vya dhamani. Unaona, maana yake ni kwamba Mungu anampenda mtu aliye wazi. Hebu sasa shika kwenye moyo wako na kwenda kuomba. Sema, Bwana Yesu, umeniona, narejea kwako sasa, ili unipe hatua mpya kwa jina la Yesu. Niweze kurudi katika nafasi yangu. Nimeuza nafasi yangu kama mfalme na kama mtawala. Sasa naomba Yesu, unirudishe kwenye kiti changu kama mfalme na mtawala kwa niaba yako. Mimi ni balozi wako na kuwakilisha. Nirudishe kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu. Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, uumbike. Yesu Kristo Mwokozi, nifanye upya kwa damu ya Yesu. Nitakase, nioshe kwa tabia hizi, hali hii. Nakataa kuwa mtoto mchanga, nataka niwe mtu mzima sasa. Asante Yesu. Sasa nakwenda kuomba kwako wewe ambaye unahitaji mkono wa Mungu uweze kukusaidia. Baba mwenye nguvu, na achilia neema yako, na achia uweza wako sasa juu ya ndugu yangu. Amesikia ujumbe, amesikia neno, kwa jina lako Yesu Kristo. Yeye ambaye ameamua kuokoka kwa neno hili, naomba msimamishe, naomba mtetee, naomba mpiganie, naomba mtie nguvu. Ninakataa roho ya uchanga kwa kanisa la Tanzania kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia kwetu sisi watumishi wako, naomba toba kwa ajili yako mbele zako Yesu. Naomba toba kwa ajili ya watu wote Bwana Yesu. Naomba achilia neema mpya kwa ajili ya kwa watu wazima, kwa sababu Yesu umetuamini, kwa damu yako umetununua, tukae katika nafasi yetu kwa jina la Yesu. Fungua Baba watu wako kwa jina la Yesu. Amina. Sasa naomba simama kwa Yesu sawa sawa. Hebu tafuta kanisa, kama sasa umeamua kuokoka, tafuta kanisa sahihi naofundisha kweli. Watakusaidia, watakushauri, watakutia moyo kabisa kabisa. Na kama unajua umekaa kwa mtumishi wa Mungu ambaye anasimama katika kweli, kaa hapo, tulia. Mungu atakukuta hapo. Haleluya, haleluya. Ninaomba endelea kufuatilia kipindi hiki siku kama ya leo, na kwenye mitandao ya kijamii,
na Mungu akutendee mema. Nipigie simu, naiona namba yangu hapo chini, nishirikishe tu, na naamini kabisa kama ambavyo nimekuwa naomba watu wengi wanapona, na wengine wanatoka sehemu mbalimbali mikoani wanakuja, nimekuwa namuona akiponya, akifungua watu wengi, na bila shaka na wewe utakuwa salama. Tukutane. Mpendwa mtazamaji, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Naamini kabisa kwamba Mungu amekusaidia, amekutetea, amekupigania.